Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Siku mingi siingie hapa, lakini tena leo naona siku ya leo tena tujifunze neno la Mungu pamoja. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki. Tunaenda kujifunza tena neno la Mungu leo. Siku mingi kabisa siingia hapa kwa YouTube. Kulikuwa tatizo kidogo, lakini tena leo Bwana ameniwezesha. Na kabla tujaanza neno letu, twende tuombe Mungu. Mungu Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakuwa mbele za uso wako. Bwana Yesu, ninasema asante kwa neema na kibali tena umenipatia kufika mbele za watu wako siku ya leo. Tazama Bwana, niko mbele za watu wako, niko mbele za wako Kristo. Tunataka kujifunza neno lako pamoja na wapendwa kila mmoja atakayesikiliza video hii. Ninaomba Bwana Yesu umubariki, umupe masikio ya kusikia, umupe hamu na kiu na shauku ya kulipenda neno lako. Asante Kristo Yesu, kila mmoja atakayesikiliza hii video Bwana, umubariki Kristo Yesu, umubariki, ufungue masikio yake ya ndani, ufungue masikio yake ya roho, masikio yake ya mwili, ili neno hili anapolisikiliza apate kulitafakari na kulitendea kazi. Asinione mimi, akuone wewe Kristo. Nataka ujitukuze ndani yangu Bwana. Napenda ujitukuze Kristo Yesu, ili neno lako lipate kufikia watu wako. Baba, nafunika video hii na damu yako Yesu Kristo. Asante kwa sababu ninaamini Bwana utajitukuza, uanze pamoja nami na utamaliza pamoja nami katika utukufu wa Kristo Yesu. Ninakemea kila kazi zote za ule adui shetani, kila upingamizi wote wa neno lako Bwana, yote tunavunja na kuharibisha katika jina lako Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaenda kujifunza tena neno la Mungu siku ya leo. Tunajifunza neno la Mungu. Neno ambalo tunaenda kujifunza ni neno ambalo linasema juu ya kuhangaika kutafuta neno la Mungu. Watu mingi zaidi sie mama tuko na tabia ya kuhangaika. Ukishakuwa na shida, ukishakuwa na magumu mingi, unakuwa unahangaika huku na huku kutafuta neno la Mungu, kutafuta watumishi huku na huku. Na mune mkutafuta watumishi, unakuwa na ngoya, unaacha kweli, unaenda fuata bongo. Mule mkutafuta, unakia ngoya, unaacha kweli, unakuya kutanana na bongo. Watumishi wa Mungu, kuko watumishi ya Mungu wa kweli na kuko watumishi ya bongo, kuko watumishi ya shetani. Lakini wale watumishi ya shetani nao wiko wanatumika sawa vile watumishi ya Mungu. Usipojua neno la Mungu, usipotambua, utadanganywa mpendwa. Utadanganywa. Neno la Mungu inalomba we mwanadamu, uwe baba uwe mama, unapaswa kwa kwanza na ile kiu ya kutafuta Mungu. Unapaswa kwa kwanza na ile hamu ya kumtafuta Mungu. Usingoe mtu akusukume, usingoe mchungaji njoo akusukume, bakusukume, hapana. Kila binadamu mwenye yuko hapa dunia unapaswa kuwa na ile shauku ya kumtafuta Mungu. Unapaswa kuwa na ile kiu ya kumtafuta Mungu. Kila mwanadamu yoyote mwenye yuko hapa chini ya jua, mwenye anavala mwili wa damu na nyama, unapaswa kuwa na ile kiu ya kumtafuta Mungu. Wapendwa, na unapokuwa na ile kiu ya kumtafuta Mungu, Mungu anakuongezea ile maarifa. Mungu anakuongezea maarifa, unajua neno la Mungu, unakutanana na watu wenye watakufundisha kweli na unaimarika muimani wapendwa. Lakini Mungu anapoangalia ndani ya moyo wako, anaangalia wewe uko mpinzani. Anaona moyo wako uko mpinzani. Wanapokuambia neno la Mungu unalipinga, wanapokuonesha kweli unapinga. Mungu anaangalia anasema huyu haiko wangu huyu. Biblia inasema aseme wakati yenye uko napinga neno la Mungu, Mungu analeta roho ya upotevu. Mungu unavala roho ya upotevu kwa sababu uko mpingamizi, kwa sababu uko mpingai, uko mtu mwenye unapinga neno la Mungu sana. Wapendwa, tusikue vile wapendwa. Batu mingi wenye utakuwa ulikuwa unaenda kama kanisa, utakuwa ulikuwa Mkristo, ulikuwa unaombaka, utakuwa ulibatiziwaka, na ulikuwa mfanya kazi ndani ya kanisa.
ulikuwa mwimbaji ndani ya kanisa, ulikuwa diakre ndani ya kanisa, ulikuwa mama mkurugenzi ndani ya kanisa, ama ulikuwa mama kiongozi, lakini utakayojikutana unapotea kwa sababu ya nini? Ndani ya moyo wako haukupenda kutafuta kweli. Ndani ya moyo haukupenda kutafuta kweli, mpendwa. Mungu anaangaliaka kila mwanadamu, anachunguza. Maandiko nasema Mungu yeye anachunguzaka ndani ya moyo wa mwanadamu. Akiona mule ndani uko na hamu, uko na ile kiu ya kumtafuta Mungu, Mungu anaenda na kuongoza. Anaenda na kuongoza mpaka gisi utakutanana na wale watu wenye watakufundisha kweli na unaimarika ndani ya neno la Mungu. Wapendwa, tuwe na kiu ya kulitafuta neno la Mungu. Tuwe na kiu, watu wa Mungu. Yesu anakuja kwa kumulango. Yesu anakuja kwa kumulango, wapendwa. Aseme kila mtu atubu, kila mtu atubu. Yesu anakuja. Mutoke madistraction ya ulimwengu, mutoke madistraction ya dunia. Kristo yuko kumulango, anakuja. Anakuja, wapendwa. Jitahidi we mama mwenzangu, mwenye ulishaka batiziwa, ama kama hujabatiziwa waka unaingiaka mkanisa, ama tu wewe peke na unasemaka na mimi napenda na mimi ni kwa Mkristo. Jitahidi, siku zinakuisha wapendwa. Siku zinakuisha, jitahidi, fanya nguvu yote, utafute Mungu kwa bidii. Maandiko nasema, aseme ukimtafuta Mungu kwa bidii, anaonekanaka kwako, ataonekana kwako. Ukimtafuta kwa bidii, ukimtafuta kwa kiu, atakuja kwako na anafanya makao ndani mwako. Haleluya. Basi bila kuongea mingi, tusome Kumbukumbu la Torati 30. Kumbukumbu la Torati 30 sura ya 11, tutasoma mpaka 12. Haleluya. Tutasoma mpaka 12, wapendwa. Tujifunze neno la Bwana pamoja sisi wote. Unaweza kaandika maverse. Hizi maverse unaziandika, ukipenda utazisoma kwa muda wako ndani ya kitabu chako. Haleluya, wapendwa. Kumbukumbu la Torati sura 13 mstari wa 11, tutasoma hadi mstari wa 20. Haleluya. Tunasoma kwa 11, tunaanza kwa 11, tunasoma Kumbukumbu la Torati 30. Tunasoma 30 mstari wa 11 mpaka 12. Ninachokuagiza leo sio kigumu sana kwako. Aseme kitu kenye wanatuagiza leo sio kigumu kwetu. Hiki kitu kenye Kristo anatuagiza, hiki kitu kenye Mungu yuko anatuagiza, nasema sio kigumu kwetu. Ni kitu kenye kiko simple, ni kitu kia simple sana. Kitu kenye Bwana kunatuagiza ni kitu kenye kiko simple sana, wapendwa. Haleluya. Tunaendelea. Au usichokiweza. Ama sio kitu kenye hauwezi, ni kitu kenye unaweza. Ni kitu kenye kiko simple kwako kukipata. Hakiko juu mbinguni. Aseme hakiko juu mbinguni. Juu uende kitafute hapo. Kitu kenye Bwana anatuagiza. Ili uulize, ni nani atakayepanda kwenda mbinguni kukileta na kututangazia ili tuweze kutii? Aseme hakiko juu mbinguni, ili uanze kuuliza, aseme nani atapanda juu mbinguni aenda tuletee kile kitu atutangazie. Kile kitu hakiko juu mbinguni. Wala hakiko ngambo ya bahari. Wala hakiko ngambo ya bahari. Kitu kenye Bwana anatuagiza hakiko ngambo ya bahari, hakiko juu mbinguni. Tusikie kiko wapi? Kitu kenye Bwana Yesu anatuagiza kufanya. Uulize, ni nani atakayevuka bahari kwenda kukichukua na kututangazia ili tupate kutii? Aseme hakiko ngambo ya bahari, ili uulize, aseme nani atakwenda kuvuka huko ngambo atuletee kile kitu ili atutangazie tupate kukisikia. La hasha. Aseme la hasha. Bwana anakatala. Neno liko karibu sana nawe. Lile neno liko karibu sana na wewe mpendwa. We mama mwenzangu, we dada mwenzangu, ndugu mpendwa katika Kristo. Lile neno liko karibu na wewe. Karibu nawe, ndani ya moyo wako unalo. Liko kinywani mwako na ndani ya moyo wako. Aseme liko ndani ya kinywa chako na liko ndani ya moyo wako mpendwa. Uweze kulitii. Aseme kusudi uweze kulitii lile neno. Tazama, naweka mbele yako leo
uzima na mafanikio. Mungu anaweka leo ndani yako uzima na mafanikio. Tunaingia kwa 15 wapendwa. Mauti na maangamizo. Bwana anaweka mauti na maangamizo mbele yako. Ninakuamuru leo kwamba umpende Bwana Mungu wako, utembee katika njia zake na kutunza maagizo yake, amri na sheria zake, ndipo utakapoishi na kuongezeka. Aseme umpende Bwana Mungu wako, ndipo utakapoongezeka, ndipo utakaponawiri. Utanawiri kimwili na kiroho. Utakuwa vizuri sana wakati unapompenda Mungu. Kumpenda Mungu ni kutii maneno yake yote. Kumpenda Mungu ni kutii sheria zake zote. Hapana unatii 2 unaacha zingine. Hapana unatii 3 unaacha zingine. Unatii neno lake lote. Watu wa Mungu, wakati unatii neno moja, unakatala kutii ingine, pale hautii yote. Manake pale unavunja sheria zote. Ukikubali moja unakatala, ukikubali 2 unavunja moja. Manake zote umezivunja, zile law za Mungu, zile sheria za Mungu. Haleluya. Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi unayoingia kuimiliki. Aseme Bwana Mungu wako atakubariki katika nchi unayoingia. Neno la Mungu liko karibu na sisi wapendwa. Nilitaka niseme kitu kwa ndugu yangu. Bandugu wapendwa, nyinyi ambao mko mnaenda mnatafuta watumishi, mnatafuta watumishi wa maji, mnatafuta watumishi wa mafuta. Hapana kukuwa mnaenda mnahangaika huko wapendwa. Mlishatekwa na hamjue. Biblia inatuambia neno la lile neno liko ndani yako, liko karibu yako. Usiende kulitafuta kwa mtumishi wa maji. Usiende kulitafuta kwa watumishi wa maji, usiende kulitafuta kwa watumishi wa mafuta. Bakupe mafuta, bakupe maji, njoo uone kama Mungu yuko pamoja na wewe ama Mungu amekukubali. Hapana wapendwa. Hapana. Lile neno liko karibu na wewe. Lile neno liko karibu nawe mpendwa. Haleluya. Lakini kama moyo wako ukigeukia mbali ukawa huna utii, kama umevutwa kuisujudia miungu mingine na kuiabudu. Asema lakini kama moyo wako unavutwa mbali, moyo wako inaanza kusujudia miungu mingine. Wapendwa wa Kristo, watoto ya Mungu, watu mingi mioyo zao ziko zinasujudia miungu bila kujijua. Unaweza kusikia hili neno nasema mimi niko Mkristo, naendaka kanisani, naombaka Mungu, mimi niko muimbaji kanisani, mimi niko mama mkurugenzi ndani ya kanisa, niko sijui mke wa mchungaji, mimi si mpendwa. Wakati yenyewe unapofanya vitu vyenye havilingani na mapenzi ya Mungu, hapo utakuwa uko unavunja sheria za Mungu. Utakuwa uko unaharibisha mapenzi ya Mungu, ndugu mpendwa. Nakutangazia leo hii kwamba hakika utaangamizwa. Aseme hakika utaangamizwa. Maisha marefu katika nchi unayovuka yote. Hautaishi maisha marefu wakati unakatala kutii sheria za Mungu. Wakati unakatala kutii maneno ya Mungu mpendwa, maisha yako iko mfupi sana. Ukiwa mtu mwenye unapenda dhambi sana, maisha iko mfupi sana. Unapenda dunia sana, maisha itakuwa mfupi sana. Wakati mwanadamu anapenda dhambi, wakati mwanadamu yuko anapenda kutembea katika dhambi, unakuwa uko unafupisha maisha yako ya kuishi duniani. Ndugu mpendwa, wewe mwenyewe unakuwa uko unapunguza maisha yako, uko unapunguza siku. Ukiwa mtu mwenyewe unapenda dhambi sana, ukiwa mtu mwenyewe unapenda dunia sana kuliko kumpenda Mungu, uko unapunguza siku zako za kuishi. Haleluya. Ndani kuingia na kuimiliki. Leo ninaziita mbingu na nchi kama mashahidi hivi. Aseme leo Mungu anaziita mbingu na nchi kwa mashahidi kwa ajili ya neno. Mpendwa ambao utakayesikia hii video, masikio yako itakuwa imesikia. Masikio yako itakuwa imesikia. Na mimi najua kuna watumishi wa Mungu wengi sana ambao wako hapa kwa YouTube, wako nafundisha neno la Mungu la kweli. Watumishi wa shetani wako wengi na watumishi wa Mungu wako wengi. Tuko na pambana. Wa shetani wanatumika na sisi watoto wa Mungu tutatumika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu anaziita mbingu na nchi kuwa shahidi. Yako kwamba nimeweka mbele yako uzima na mauti.
Mungu anaweka mbele zako uzima na mauti, baraka na laana. baraka na laana. Mpendwa, Basi sasa chagueni uzima. basi sasa chagueni uzima. Ndugu mpendwa, chagueni uzima. Bwana anasema chagueni uzima. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mungu ni mzazi mzuri sana. Mungu yeye ni Mungu wa upendo. Aseme basi chagueni uzima. Anakuambia chagua uzima, usichague mauti, chagua uzima mpendwa. Ili wewe na watoto wako mpate kuishi. Ili wewe na mpate kumpenda Bwana Mungu wako. Ili wewe na watoto wako mpate kuishi. Mpendwa, wakati tuko naishi dhambi, na sisi tuko najiangamiza, tunapunguza miaka yetu, na watoto wetu tuko nawaingiza ndani ya laana. Watu ya Mungu, watu wengi hawajuaki hiki kitu. Watu wengi hawajuaki hiki kitu. Wakati unaishi maisha ya dhambi, uko napunguza miaka yako ya kuishi duniani, na uko naingiza watoto wako ndani ya laana. Ile kizazi kyako kitakuwa kizazi kenye kinalainiwa mpaka kwa kizazi kia nne. Ukiwa mtu wa dhambi, ukiwa mtu mwenye unapenda dhambi sana, uko na laani wale watoto wako nazala, na watoto ya watoto wako nabo wanaishi mwa ile laana. Kila kizazi kyote bataishi mwa ile laana. Watu ya Mungu, Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Haleluya. Nasikia ukiwa mtu mwenye unapenda dhambi sana, uko naingiza watoto ndani ya laana. Uko naingiza watoto ndani ya laana, watu wa Mungu. Uisikilize sauti yake na kuambatana naye. Aseme tusikilize sauti ya Bwana Mungu wetu na tuambatane na yeye. Haleluya. Sauti ya Bwana Mungu tutaiona wapi? Ni katika neno lake. Sauti ya Bwana Mungu iko wapi? Ni ndani ya neno lake. Tusikilize sauti yake, tumtii Mungu, tumheshimu Mungu wapendwa. Tuheshimu maneno ya Mungu. Ndugu yangu, ukiwa mtu mwenye uko unapinga maneno ya Mungu, ukiwa mtu mwenye unapinga maneno ya Mungu sana, uko na punguza miaka yako ya kuishi, uko naingiza watoto wako ndani ya laana wapendwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Aseme lile neno liko karibu nawe sana sana. Lile neno liko karibu nawe sana. Usiende kulitafutia mbali. Usiende kulitafutia kwa watumishi wa mafuta. Mwache kwa mnaenda tafuta neno la Mungu kwa watumishi wa mafuta. Watumishi usijua wa maji. Watumishi wa machumvi. Sijua wanapatia machumvi, mamaji, manini. Lile neno liko karibu nawe mpendwa. Haleluya. Tuingie hapa kwa Warumi, tusikie Warumi natuambia nini. Warumi 9. Warumi 9. Tutasoma 17. Warumi sura ya 9. Haleluya. Kwa maana maandiko yamwambia Farao, nilikuinua kwa kusudi hili. Aseme maandiko ilimwambia Farao. Mungu akamwambia Farao, nilikuinua kwa kusudi hili, ili kwamba nipate kuonyesha uwezo wangu juu yako, na ili jina langu lipate kutangazwa duniani pote. Aseme Mungu alimuinua Farao kwa makusudi. Kusudi uwezo wa Mungu ifanyike ijulikane duniani yote nzima. Story ya Farao, kila mwanadamu anajua ile story. Anaijua. Ilikuwa makusudi ya Mungu. Mungu alifanya ile vyote. Mungu alifanya vile vyote kusudi la Mungu lijulikane. Watu wa Mungu. Kwa hiyo basi, Mungu humhurumia yeye atakaye kumhurumia, na kumfanya mgumu yeye atakaye kumfanya mgumu. Nasikia ndugu yangu. Mungu kumhurumia yule atakaye mhurumia. Yule ambaye atakaye mhurumia ni mtu gani? Ni yule mtu mwenye kunatii maneno yake. Ni yule mtu mwenye kunatii sheria za Mungu. Ndiye Mungu atakaye mhurumia. Mungu haizi kuwa tu anakuhurumia mpendwa, na japo wewe uko mpinzani. Bakikwambia hii ni dhambi unapinga, bakikwambia hii ni dhambi wewe unakatala. Dhambi gani ipo hapa? Kila kitu inaisha kwa dhambi. Kila kitu ni dhambi, kila kitu ni dhambi. Wewe kazi yako ni kupinga. Manake pale Mungu haizi kukuhurumia kwa sababu ndani yako hamuna ile roho ya kujuta. Ndani yako hamuna ile hamu ya kujua kweli.
Aseme Mungu anamhurumia yule atakayemhurumia. Wakati Mungu anaangalia ndani yako mpendwa, wakati Mungu anaona ndani ya moyo wako, muko ile moyo wa kujuta, muko ile moyo wa kusikitika, Mungu analeta huruma kwako. Haleluya. Kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, haitupasi kudhani kuwa uungu ni kama sanamu ya dhahabu au ya fedha au ya jiwe iliyotengenezwa kwa ubunifu na ustadi. Aseme kwa kuwa sisi ni watoto wa Mungu, hatuwezi kudhani kwamba Mungu ni kama vile sanamu. Mungu sio sanamu mpendwa. Mungu sio sanamu, watu wa Mungu. Haleluya. Tutasoma 29 mpaka 31. Wa mwanadamu. Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni. Zamani wakati ya ujinga, Mungu alijifanya kama haoni. Sio leo mpendwa, acha kucheza na dhambi. Ndugu yangu, acha kucheza na dhambi. Zamani aseme Mungu alijifanya kama vile haoni. Lakini leo Mungu anaona, iko naangalia kila kitu. Zamani alikuwa anajifanya kama haoni. Nisage si wewe mzazi unaonaka mtoto asha exaggerate na kufanya dhambi, ulishampiga, ulishamkanya, hapendi kusikia, ulishakumshauri hapendi kusikia. Unaanza tu kwa namwangalia tu. Mtoto ulishamshauri hataki sikia. Mtoto ulishampiga hataki sikia. Mtoto ulishamkanya hataki sikia. Kitu kia kubakia ni kubakia tu kuna mwangalia na macho. Maandiko yanatuambia hapa kwa Matendo ya Mitume 17 kusoma 29. Aseme zamani za ujinga Mungu alijifanya kama haoni. Mungu alikuwa anajifanya kama vile haoni. Alikuwa ameshachoka, Mungu ameshachoka na wanadamu. Mungu ameshachoka na wanadamu. Nao wale wenye wanajiita wako kanisani, wote ni machukizo mbele za Mungu. Nao wale wenye wanajiita wenye wako nje ya kanisa, wote ni machukizo. Kanisa ni nini, watu wa Mungu? Kanisa ni wale watu ambao wamekubali kumfuata Kristo. Ni wale watu ambao wanakubali kutembea katika neno la Mungu. Wale watu ambao wanakubali kutembea katika sheria za Mungu. Watu ya Mungu. Kanisa ni wale watu ambao wamekubali kuchukua mzigo, kuchukua msalaba yako. Unachukua msalaba wako na kumfuata Kristo. Hata kama msalaba wako ni mzito, hata kama unapitia kipindi kigumu, chukua msalaba wako mpaka ufike Golgotha mpendwa. Lakini Wakristo wa leo hawako nakubali kuchukua msalaba. Baki kuambia acha makeup, unaona mimi niache makeup. Niache makeup. Sasa ndaishi namna gani? Nikiacha makeup ndaishi namna gani? Mume wangu atanikatala. Ndakuwa mgeni wa nani mwa hii dunia? Siwezi kuacha makeup. Siwezi kuacha mapambo. Afadhali huyu Yesu nimwache, lakini mapambo sitaacha. Nikiacha mapambo mwanaume wangu atanikatala. Nikiacha mapambo nitafanana vibaya. Unakataa kuchukua msalaba. Pole sana ndugu mpendwa. Pole sana. Jehanamu ya moto. Jehanamu ya moto iko na kiu sana. Inatamani wanadamu mpendwa. Jehanamu ya moto inatamani wanadamu ndugu yangu. Kimbia hukumu ya Mungu dada. Kimbia hukumu ya Mungu mama yangu. Kimbia hukumu ya Mungu. Sisi wote tulikuwa watu wa mapambo. Sisi wote tulikuwa watu wa kujimenya ngozi. Sisi wote tulikuwa watu wa kuvala masuruali. Sisi wote tulikuwa watu wa kuweka makeup. Lakini tuliacha hiyo yote, tulikataa kwa ajili ya Kristo. Wakati unakwambia hii ni machukizo mbele za Bwana, acha kila kitu mpendwa. Acha vyote. Maandiko natuambia tena, maandiko mengine natuambia ni faida gani upate ulimwengu wote mzima na kisha upoteze nafsi yako milele? Faida gani ndugu yangu? Haleluya. Tumalizie hii verse wapendwa. Haleluya. Lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. Haleluya. Nasikia. Lakini anaamurisha watu wote kila mahali pote, wazungu, weusi, sijui watu gani, kama ni wapigime, kama ni watu gani, wote kila mahali watubu. Watu wote watubu. Mpendwa, Bwana anasema watu wote watubu, kila mahali watubu. Wewe ni nani mwenye haupendi kutubu mpendwa? Wewe ni nani? Hautaki kutubu, hautaki kuacha dhambi. Hautaki kuacha dhambi ndugu yangu. Wewe ni nani? Mungu anasema watu wote kila mahali watubu. Haleluya. Narudia hapa nyuma kidogo. Narudia hapa ku 30.
Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu, kwa kuwa ameweka siku ambayo atauhukumu ulimwengu kwa haki, akimtumia mtu aliyemchagua. Kwake huyo amewahakikishia watu wote kwa kumfufua Kristo kutoka kwa Haleluya. wafu. Asante Bwana. Haleluya. Yesu, asante Bwana Yesu. Bwana anasema watu wote kila mahali watubu. Kila mahali watu wote watubu. Njoo msaada tu ya mwisho ile Mungu anatupatia wapendwa. Kila mahali watu wote watubu. Wewe ukwe mwanaume, ukwe mwanamke, ukwe mtoto, ukwe kijana, bana kuambia utubu. Tubu, jisafishe, osha mavazi yako mpendwa, Kristo anakuja. Osha mavazi yako, Kristo anakuja ndugu yangu. Bwana anakuja kwa mlangoni, Bwana anakuja. Bwana Yesu anakuja kwa mlangoni, anasema watu wote kila mahali watubu. Watu watubu wapendwa, watu watubu. We mama, we kaka, we dada, tubu, mtubu, mwache dhambi zenu. Mwache ile mabulevi mko mnakunywa mapombe, mwache ile mabusharati mko mnasharatika mnazini, mwache ile makeup nyewe mama, mwache. Mwache kuvala vitu vya kidunia. Mwache kuvala vitu vya kidunia watu wa Mungu. Mwache makeup wapendwa. We mama ambao unakatala kumfuata Kristo, we mama ambao unakatala kujitwika msalaba yako mfuate Kristo, unakatala unasema mimi siwezi kuacha makeup mume wangu asiniache, siwezi kuacha mapambo mume wangu asiniache. Huyo mume wengi walijipatia huyo mume. Ni wangapi ambao hawana waume? Ni wangapi? Ni wangapi ambao walikuwa na waume lakini walikufa, wanabaki ni wajane? Sasa wewe uko na kamata mume wako na mfanya kwa sanamu mbele za Mungu. Unamgeuza ule mume anakuwa sanamu. Kitu chochote ambacho unakiabudu, kitu chochote ambacho unakipenda zaidi ya Mungu ni sanamu. Ndugu mpendwa, wewe nyinyi ambao hamjui yake maana ya sanamu. Sanamu ni kitu chochote ambacho unakipenda zaidi ya Mungu. Ukiwa unapenda mume wako zaidi ya Mungu ni sanamu kwako. Ukiwa unapenda watoto wako zaidi ya Mungu ni sanamu kwako. Ukiwa unapenda simu yako zaidi ya Mungu ni sanamu kwako. Penda Mungu kwanza. Yule Mungu mwenye alikuumba, yule Mungu mwenye kuna kupatia uzima, yule Mungu mwenye kuna kulinda. Wangapi, fanya hesabu ndugu yangu. Wewe ndugu yangu ambao utakayesikiliza video hii, fanya hesabu. Wangapi mlicheza nao ujana yako ama utoto wako? Wakati wewe ulikuwa mtoto mdogo, wakati wewe ulikuwa kijana, wangapi mlicheza nao? Warafiki zako wangapi ambao wameisha kufa, lakini wewe uko mzima leo? Fanya hesabu mpendwa. Fanya hesabu ndugu yangu. Uko na neema. Mimi nakwaka na mshukuru Mungu. Mimi niko na neema. Mungu alinipendelea. Mungu alinipendelea kwa sababu ningekufa katika dhambi zangu kama leo niko jehanamu. Kama leo niko jehanamu, niko na juta jehanamu. Na ukisha ingia huko hakuna kutoka. Ukifika huko mpendwa hakuna kutoka. Msikuwe na sababu watu ya Mungu ya kwamba badala ya kifo kuna maisha mengine ya kwenda ishi. Msisahau. Msikuwe na sahau wapendwa, msisahau. Unapofariki, unapotoka hii pumzi, kuna maisha nyingine kule mbele ambayo utaenda kuishi. Kuna maisha nyingine ambayo utaenda kuishi mpendwa. Watu ya Mungu, msikuwe na sahau ile jambo. Msikuwe nafikiria sangisi watu mamoya wanakuwa wanazungumza wanasema eti mtu akifariki tu maisha yake yanaishia pale. Manake ni sagisi mnyama tu. Sagisi mnyama banamchinjaka banamkula, historia yake inaishia pale. Hapana, wewe uko mwanadamu. Biblia inasema Mungu alikuumba kwa mfano wake. Manake wewe unapofariki hapa duniani, kuna mahali pengine unaenda kuishi. Eza unaenda kuishi mjehanamu ya moto, eza unaenda kuishi uzima wa milele. Kulingana na maisha uliishi duniani. Wewe kama uliishi maisha kupenda dhambi, ulipenda maisha kupenda dunia, ulipenda mastarehe za dunia, ujue kwamba unapofariki unaenda kuteseka kuzimu. Uwe unaendaka kanisani, uwe unafanyaka kazi kanisani, uwe uko mama ndani ya kanisa, uwe mama mchungaji ndani ya kanisa. Kama uliishi kinyume na mapenzi ya Mungu, uliishi kinyume na sheria za Mungu, unapofariki hapa duniani mpendwa, unaenda kuishi maisha ya mateso jehanamu. Rekebisha njia zako ndugu yangu.
Rekebisha njia zako. Tuko kwenye mashindano, siku zinakwisha. Biblia inasema ya kwamba ufalme wa Mungu ni wale wenye nguvu ndio wenye watakaoiteka. Ni wenye nguvu. Fanya nguvu ya kujiosha usiku na mchana. Ni nguvu gani hizi tutatumia hapa? Sio nguvu za kulima, sio nguvu za kufanya kazi, sio nguvu za kufanya mabusiness, sio nguvu sijui za kubeba mizigo, hapana. Ni nguvu za kujiosha usiku na mchana. Nguvu ya kuendelea neno la Mungu. Kuna jichunguzo, naangalia mimi nafikia wapi neno la Mungu. Kitu gani ambacho siko natekeleza mzuri? Ni jambo gani ambalo siko natembea mzuri? Ni wapi ambako niko namkosea Mungu? Ni kujichunguza usiku na mchana mpendwa. Ni kujiangalia usiku na mchana. Ni wapi ambako siyatengeneza? Ni jambo gani ambalo sijatubu? Njoo nguvu ambao wanatuambia. Aseme wenye nguvu ndio watakaoteka hiyo ufalme. Tuko kwenye mashindano mpendwa. Tunashindana. Fanya nguvu zako mpendwa. Fanya nguvu ndugu yangu. Tuko kwenye mashindano. Jiulize leo ndugu yangu. We dada yangu, we mama yangu ambao utakayesikiliza video hii. Jiulize, mimi pumzi yangu ikitoka leo nitaingia mbinguni? Pumzi yangu ikitoka leo nitaingia mbinguni? Jichunguze. Na ukiangalia kama hauko sawa na Mungu, anza kutengeneza maisha yako. Na kutengeneza maisha ndugu mpendwa. Kitabu cha Yakobo 5 nasema, kitabu cha Yakobo 5 na saulika mstari pale, lakini nakumbuka ni 5. Inasema ya kwamba ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Hata kama ukiingia tu mwende kitabu ya Yakobo, uanze tu pale kwa sura ya kwanza uisome tu yote, utakutanana na hiyo neno hapo. Ungamaneni dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Hapana kuingia ndani ya chumba chako aseme ndio kutaenda kuungama. Hautakuwa ulizini na mume wa watu, alafu unaingia kwenye chumba chako aseme unaenda kuungama kwa chumba chako. Hapana. Ile toba Mungu haikubali mpendwa. Hiyo toba Mungu anaikataa. Ulizini na mume wa watu, kazini na mke wa mtu. Enda angalia, uende utubu kwa huyo mtu, uende mulombe msamaha. Usijali atanipiga mapanga, usijali atanipiga masasi, ataniua, afadhali akuue, bora tu umetengeneza mbele za Mungu. Maandiko natuambia, Biblia natuambia, tumuogope yule ambaye anaweza kuua roho na mwili na kukutupa jehanamu ya moto. Lakini mwanadamu anaweza kukuua. Kama uko sawa na Mungu unaingia mbinguni. Haleluya wapendwa. Tutengeneze maisha yetu. Neno la Mungu maandiko natuambia hapa tunasikia. Aseme neno la Mungu liko karibu na sisi. Tulitafakari usiku na mchana, neno la Mungu haliko mbali. Msikume nenda litafutia kwa wale watumishi wa maji wa mafuta. Neno la Mungu msikume nenda litafutia kwa wale watumishi ya maji wa mafuta, sijue manini, makeke manini. Neno la Mungu liko karibu na hao, aseme. Maandiko natuambia liko karibu na wewe. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuishi maisha ya toba, tuishi maisha ya kutubu, maisha ya kutengeneza. Kama ulikamataka kitu kia batu, rudisha kile kitu kwa mwenye nake na utubu. Waambie ule mtu nisamehe, nilikuwa nishakuiba kitu yako, unisamehe na Mungu anisamehe. Hiyo ndio toba Mungu anakubali. Na kama ule mtu mwenye ulimuibaka kitu haiko, inawezekana alishaka fariki, ama inawezekana hamuko inchi moya, tafuta ule mtu, usipomupata tafuta hata ndugu yake. Na kama haumupata ule mtu, ndio unaweza enda sasa kwa mtumishi wa Mungu. Unaenda kwa mtumishi wa Mungu na muelezea 1, 2, 3. Mtumishi wa Mungu anakulombea rehema. Batu ya Mungu nitaka sema kitu kimoja hapa kwa hii fasi. Kuna watu wengi ambao wako wanapinga juu ya kutubu dhambi kwa watumishi wa Mungu. Mimi niende nitubu kwa mtumishi wa Mungu, kisha ule mtumishi wa Mungu ataelezea mke wake, kisha mke wake wanaanza kunitangaza. Hapana wapendwa. Sio kila mtumishi utaelezea. Tafuta mtumishi ule ambaye anajazwa na Roho Mtakatifu. Mtumishi ule mwenye ameokoka, ametakasika kwa damu ya Yesu. Sio watumishi wote ni watumishi wa Mungu. Wengine ni watumishi wa shetani. Njoo maana wakati unaenda kutubu kwa mtumishi wa Mungu, hakikisha huyo mtumishi ni mtakatifu, anasimama katika utakatifu. Hakikisha huyo mtumishi anajazwa na Roho Mtakatifu. Wakati anajazwa na Roho Mtakatifu, ule mtu hawezi kutosha siri yako mpendwa. Sio kila mtumishi utaenda kutubu kwake. Hapana.
Na wengine wanakuwa na pinga, wanasema, "Oh, kwa nini niende nielezee ule mtumishi? Ule mtumishi naye siko na dhambi. Ndamuelezea zangu juu kwa nini?" Hapana mpendwa. Ni kutafuta mtumishi ule mwenye anaokoka. Ule mwenye anaokoka, mwanaogopa Mungu, mwanajazwa na Roho Mtakatifu. Njoo mwenye utaenda kutubu kwake. Unamuelezea vyote vyenye ulifanya tangu utoto wako. Anakuombea na kupelekea kwa Mungu. Sasa wapendwa, ni waulize swali. Na mwenye atanijibu kwa commentaire. Kwa nini wakati tuko na probleme kunani kuparke? Kwa nini wanasemaka tukamate lawyer? Nauliza wapendwa, nauliza. Kwa nini wanasemaka tukamate lawyer? Ule lawyer ndio mwenye ataenda kwa jije, anamfasilia kila kitu, anamfasilia, alafu jije sasa ndio njoo jije sasa anakata, anaamua. Na sisi baloya wetu sisi wa Kristo ni watumishi ya Mungu. Mtumishi wa Mungu ule mwanajazwa na Roho Mtakatifu. Hapana kila mtumishi, wapendwa. Msinisikie mubaya. Mimi siseme kila mtumishi. Ni lazima uchunguze ule mtumishi uko na uhakika naye kama ule mtumishi ni mtakatifu, anasimama katika utakatifu, anasimama anajazwa na Roho Mtakatifu. Juu wakati mtumishi anajazwa na Roho Mtakatifu, hana muda ya kutosha ya kukamata maneno yako ambayo ulimuelezea aende aielezee mke wake ama aielezee mtu mwingine. Ule mtumishi hawezi kuwa na ile muda. Kwanza na kitu kingine, wakati mtumishi anaeleza matengenezo mtu alikuja kutubu kwake, ile mazambi zote zenye wali tubu zinakuja kwa kichwa ule mtumishi, yeye anazichukua. Kuliko Mungu azikamata aenda zitupe, zinabakia juu ya kichwa yake. Msisaulike ile kitu wapendwa. Njoo maana maandiko kunatuambia aseme tuungamaneni dhambi zenu nini kwa nini. Wewe kwa mtumishi wa Mungu ungame utubu dhambi zako. Wewe mtu ambaye unataka kuanza maisha mapya. Wewe mtu ambaye unasema mimi nilikuwa naishi katika Ukristo wa kimwili, lakini sasa mimi nataka nianze tembea mkweli ya Mungu. Mimi nataka nianze kutafuta presence ya Mungu. Mimi nataka na mimi nijazwe na Roho Mtakatifu. Wapendwa, Roho Mtakatifu ndio asimako itakayonyakua watu. Wewe uko Mkristo, mwenyewe unaenda mkanisa lakini hauna Roho Mtakatifu, hautanyakuliwaka. Jikaze kutafuta Roho Mtakatifu wapendwa, mjikaze kutafuta Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kujaza mtu ni kutubu dhambi zako zote, unajisafisha, unaishi maisha ya kumtii Mungu, unaishi maisha ya neno, kuwa mtu wa kupenda neno la Mungu, kuwa mtu wa kusoma neno la Mungu, kuwa mtu wa kuomba sana. Unapokuwa mtu wa kuomba sana na kusoma neno, Roho Mtakatifu atakujaza. Haleluya wapendwa. Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Mungu awabariki. Leo tunaishia hapa. Tutakutana tena siku nyingine. Haleluya. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Bwana naweka neno hili mikononi mwako. Mungu mwenye nguvu, mwenye uwezo, mwenye mamlaka yote, uliyeziumba mbingu na dunia. Bwana, neno hili Bwana sio neno langu. Ninaomba kila mmoja atakayefungua hii video Bwana, mupe kiu na shauku ya kusikiliza, mupe kiu na shauku ya kupenda kukutafuta Bwana. Akutafute wewe Mungu uliye wa kweli. Kila mtu yeyote ambaye alikuwa anaishi katika Ukristo wa kimwili, Mungu msaidie atoke huko. Msaidie afunguliwe Bwana, katika jina lako Yesu Kristo. Fungule watu wako Mungu, wapende kiu ya kukutafuta, wapatile hamu ya kukujua Mungu wetu. Asante Bwana. Bariki kila mmoja atakayesikiliza. Bariki kila mmoja atakayeshare. Mungu asante kwa sababu mtu anaposhare hii video Bwana na mwingine na atapata. Mungu wasaidie na kuwabariki. Asante Yesu. Kazi ni yako Mungu. Mimi ni chombo tu Bwana. Naomba Bwana mapenzi yako ifanyike kwa watu wako. Uwaguse Mungu, waumbie moyo wa toba, waumbie moyo wa unyenyekevu, waumbie moyo wa kutafuta kwa bidii. Maana ulisema katika maandiko, yule atakaye kutafuta kwa bidii atakuona. Asante Yesu, naamini ya kwamba umesikia na utatenda. Basi Mungu, yote ninaomba ninaacha mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti naomba na kuamini. Amen. Wapendwa, Mungu awabariki. Tutakutana tena siku nyingine. Amen.